Taifa letu ni taifa ambalo kwa idadi yake namba kubwa ni vijana. Takwimu ziko wazi na zimekuwa zikizungumzwa kila siku. Nchi yetu ina vijana wengi sana ambao wengine tumehitimu mpaka vyuo vikuu, lakini mpaka leo bado tuko mitaani, hatuna shughuli maalum ya kufanya. Taifa letu lina vijana ambao kimsingi wengineo wana elimu ndogo na mpaka leo wako mitaani na hawana shughuli za kufanya. Ninapozungumzia shughuli za kufanya, nazungumzia ajira ambazo ni rasmi na zile ambazo zisizo rasmi. Nchi yetu ina vijana wengi sana ambao wanapitia maisha magumu, na ugumu wa maisha ambao vijana wengi wanapitia tumekuwa tukiangalia kila siku. Sio ugumu ambao ni plani ya Mwenyezi Mungu kwamba vijana au Watanzania waishi maisha magumu kiasi hiki. Tumekuwa tukizungumza kwa namna ambavyo tunaona serikali inavyochukua hatua kwa vijana au kwa Watanzania, kwa sababu tumekuwa tunakimbizana kila siku kwenye mambo yale ya kila siku ambayo hayana matokeo ya moja kwa moja kwa vijana. Habari ya kuhusu mikopo na fedha kwa vijana haijaanza leo. Halmashauri zote nchi nzima zina 10% ya vijana, wakina mama na makundi maalum, lakini fedha hizo hazina faida ya moja kwa moja kwa vijana, kwa sababu mfumo wake wa upatikanaji fedha hizo ni mfumo mgumu, ni mfumo ambao umeweka ukiritimba mwingi na procedure kibao, mambo ambayo kwa vijana si rahisi kuweza kufanikisha kupatikana kwa mikopo hiyo. Hapo sisi kama vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA leo tumekuja kuonyesha ni upi msimamo wetu juu ya hizi fedha bilioni 200 ambazo zilitolewa na Mheshimiwa Rais. Lengo la fedha hizi lielezwa wazi kwamba ni kutatua changamoto za vijana na kuwezesha kiuchumi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna utaratibu wowote wa wazi ambao umekwishaweka na wizara unaoeleweka na unaowafikia moja kwa moja vijana kuhusu namna ambavyo fedha hizi zitatolewa. Badala yake, tumemsikia Mheshimiwa Waziri wa Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka akieleza kuwa fedha hizo zimegawanywa na kupelekwa katika wizara mbalimbali za kisekta. Sisi kama vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA Taifa tunazungumza yafuatayo na tumekuwa tukijiuliza yafuatayo. Moja, kama fedha hizi zilikuwa mahususi kwa ajili ya vijana, kwa nini zisibaki chini ya Wizara ya Vijana? Lakini pia swali la pili ambalo tunapaswa kujiuliza na kumuuliza Mheshimiwa Waziri ni kwamba je, kama zitasambazwa kwenye wizara nyingine, nini maana ya kuwa na Wizara ya Maendeleo ya Vijana? Lakini na tatu, je, huu si mwanzo wa kuingiza urasimu na ucheleweshaji na kuchanganya walengwa ambao wanapaswa kupokea fedha hizi? Kwa sababu urasimu wa upatikanaji wa mikopo ya vijana umekuwepo kwenye michakato mingi. Tunapozungumzia fedha za 10% za halmashauri, vijana wengi wanashindwa kunufaika na fedha hizo kwa sababu ya urasimu na ukiritimba ambao upo katika utoaji wa mikopo ya 10% za halmashauri. Kwa mtazamo wetu sisi, hatua hii inaondoa uwajibikaji wa moja kwa moja na inafifisha lengo la msingi la fedha hizo. Kupeleka fedha katika wizara za kisekta kuna maanisha vijana wa Tanzania wataanza tena mzunguko wa mifumo ile ile ambayo imekuwa ikiwakatisha tamaa kwa miaka mingi. Sisi kama vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma tunasema yafuatayo na tunaitaka wizara kufanya mambo yafuatayo. Moja, fedha zote bilioni 200 zilizotolewa kwa ajili ya vijana zirejeshwe mara moja katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Haya ni maelekezo ambayo sisi kama vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma tunaipa wizara. Haraka iwezekanavyo fedha hizo zirudi Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Mbili, mwongozo wa namna ya vijana kupata fedha hizo uwekwe hadharani ili kuepusha kasumba ya vijana wa UVCCM kujiona wao ndio wenye haki na vipaumbele katika upatikanaji wa mikopo. Lakini tatu, uundwe mfuko maalum wa vijana wenye bodi huru inayojumuisha wawakilishi wa vijana kutoka mikoa yote nchini. Lakini tatu, pia tunaomba mfumo wa maombi uwe wa kidigitali na wazi
ili kuweza kuondoa mianya ya upendeleo na rushwa. Lakini pia vijana wa Chauma tunaomba taarifa za utoaji wa fedha ziwekwe wazi kwa umma kwa kila robo ya mwaka, kwa maana kila baada ya miezi mitatu tuwe na taarifa za utoaji wa fedha hizo. Nani kapata, vigezo ni vipi, kapata shilingi ngapi, anapatikana wapi, na kila mkoa uweze kunufaika na fedha hizi ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais. Na mwisho kabisa, vijana wa Chauma tunataka wizara ishirikishe viongozi wa makundi mbalimbali. Kama unavyojua kwamba kuna makundi mbalimbali ya vijana. Unapozungumzia bodaboda wana viongozi wao, vijana wa wakulima wana viongozi wao, vijana ambao wapo kwenye siasa wana viongozi wao. Wizara ishirikishe viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana ili kujua vipaumbele na changamoto zinazowakumba vijana zitakazotumika kama rejea katika utoaji wa mikopo hiyo. Haya ni mambo 6 ambayo tunaitaka wizara iweze kuyafanya immediately. Ninaweka mkazo kwenye jambo la kwanza kwamba Wizara ya Maendeleo ya Vijana ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Nanauka haraka iwezekanavyo waweze kurudisha fedha hizo katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana, kwani kutokufanya hivyo ni kufifiza lengo kuu la Mheshimiwa Rais la utoaji wa fedha hizi bilioni 200 za vijana. Na mimi namshangaa Mheshimiwa Waziri kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vijana wengi walifurahi ni kuona Wizara mpya ya Maendeleo ya Vijana amepewa Mheshimiwa Nanauka, kwa sababu Nanauka ni miongoni mwa vijana ambao wamekuwa wakigusa maisha ya vijana wengi. Mheshimiwa Nanauka kwa kazi ambayo amefanya kwa vijana wa nchi hii kwa miaka kadhaa hapo nyuma, ni wazi ya kwamba vijana wengi walikuwa wakimwamini. Amekuwa akituinspire kwenye mambo ya ujasiriamali, katuinspire kwenye masuala mazima ya kusevu, kuwa na nidhamu ya fedha, na nadhani hili pia ndiyo lilifanya yeye kuweza kuwa waziri, kwa sababu pengine walikuwa wako wengi, lakini Mheshimiwa Nanauka alikuwa na sifa ya kipekee kwamba amekuwa akiyazungumzia mambo ya vijana kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tulitarajia baada ya kupewa wizara hii tuone matokeo chanya ya moja kwa moja kwa vijana. Kama leo hii fedha inaingizwa kwenye akaunti au inapewa wizara fedha hizi, then wewe waziri wa vijana unaizijua changamoto fika za vijana, unaichukua fedha unaipeleka kwenye maeneo mengine ya kisekta, tafsiri yake ni kwamba kuna changamoto kubwa kwenye wizara ya vijana, unless otherwise watuambie kwamba fedha hizo hazipo. Lakini kama Mheshimiwa Waziri Mkuu aliweza kumkabidhi hundi ya hizi bilioni 200 Mheshimiwa Waziri, tafsiri yake ni kwamba fedha hizi zimeshatoka na zipo chini ya mikono ya wizara husika. Yeye anapokuja kutuambia fedha hizi amezipeleka kwenye wizara za kisekta, tafsiri yake ni kwamba hizi fedha kuna uwezekano mkubwa zikaingia katika michakato ambayo haiwezi kugusa vijana moja kwa moja. Na sio Nanauka peke yake. Wizara ya Maendeleo ya Vijana wamepewa naibu katibu mkuu ambaye kimsingi ni Dr. Mapana. Amenifundisha chuo kikuu Mlimani, lakini pia alikuwa ni mkuu wa idara ya sanaa bunifu pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo nilitarajia kuona matokeo chanya kupitia wizara hii.